Watazamaji wetu, tunaendelea na kipindi hiki cha Kumekucha, na sasa tuko katika sehemu ya pili ambapo mgeni wetu hapa studio ni Bi Rose Mrai. Yeye ni mratibu wa taifa muungano wa Utepe Mweupe wa Uzazi Salama Tanzania. Karibu sana studio. Asante sana. Pamoja nami nitakuwa naye Vumilia Mwasha. Asante. Labda tungependa kufahamu tu tunapozungumzia Utepe Mweupe tunamaanisha nini? Utepe mweupe ni alama ambayo tunavaa kama mimi nilivyovaa hapa, na alama hii inaashiria kwamba yani tunawakumbuka kina mama wote waliopoteza maisha na kuwaenzi kwa kweli, kwa sababu ni wa majasiri, ni mashujaa wetu ambao wamekufa katika harakati za kusogeza taifa letu mbele. Kwa hiyo tunawakumbuka kwa huzuni, kwa sababu utepe mweupe una mikono miwili. Upande mmoja tunahuzunika kabisa kwamba wakina mama wamepoteza maisha, lakini upande mwingine tuna tumaini kwamba nchi yetu, serikali itapambana iwezekanavyo mpaka kifo hata kimoja kisitokee, kwa sababu haya ni maisha ambayo yanapotea bila sababu kubwa za msingi. Na labda kama muungano sasa huo Utepe Mweupe, kazi zenu hasa ni nini sasa? Kazi zetu hasa ni kuhamasisha jamii kwa ujumla. Jamii, kwa mfano upande wa jamii, labda familia, waume, wenzi na marafiki, wamuone mama mjamzito kama ni mtu muhimu sana, na waweke kipaumbele kuhakikisha kwamba huyu mama anajifungua salama, kama kuweka pesa kidogo kuhakikisha kwamba mama anawahishwa vituo vya afya kujifungua salama. Lakini zaidi serikali, hasa uongozi wa juu, kuweka msukumo kuhakikisha kwamba budget inatengwa ya kutosha, kwamba vile vituo vya afya, hasa vituo vya afya, yani kuna katika serikali wameweka zahanati ni kituo cha kwanza, alafu kituo cha afya tunaita kituo cha afya, hiyo ni ngazi ya pili, alafu hospitali. Sasa zahanati iko karibu na mama sana, lakini ile haina uwezo wa kutoa huduma za dharura za kuokoa maisha. Kituo cha afya ndio kinatakiwa kabisa kiweze kikatoa huduma za dharura. Kwa hiyo tunahamasisha na kuwasihi serikali iweke kipaumbele kabisa, kuweka bajeti, na hiyo bajeti ionyeshe kwamba hii bajeti inafanya nini ili mwanamke awe salama anapopata dharura. Kwa sababu zile dharura ni dharura kweli. Kwa mfano mwanamke anaweza akawa anatoa damu nyingi, hawezi kungoja zaidi ya masaa mawili, ameshapoteza maisha. Au kifafa cha mimba, hawezi kungoja. Au labda mtoto hatoki, yule mtoto atakufa na mama atakufa, na pia uambukizo au mimba kuharibika. Sasa hivi vyote vinahitaji vitu viwili muhimu: damu salama ili kama arudishwe damu, na upasuaji. Kama mtoto hatoki inabidi atolewe. Kama mama ana kifafa cha mimba inabidi afanyiwe operation kama kinaendelea. Kama labda tumbo, kizazi kimepasuka, aende kushonwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo chumba cha upasuaji chumba cha upasuaji na damu salama ni vitu ambavyo ni muhimu sana mwanamke anavyopata dharura. Sasa hivi tungependa sana serikali iweke budget, iseme kwamba hii inajenga chumba cha upasuaji katika kituo cha afya, na hii inanunua vifaa na madawa, na hii inatengeneza wataalamu wa kuweza kufanya upasuaji, wataalamu wa kuweza kutoa nusu kaputi, na wale wakunga wa kusaidia kuhakikisha kwamba mama tatizo linatambulika mapema na kwamba amekuwa salama. Na hali halisi labda ikoje katika masuala ya uzazi salama? Kwanza hali halisi, kusema la kweli, serikali imeweka mipango thabiti. Kwa mfano kuna kitu kunaita one plan. Yani huu ni mkakati umewekwa na serikali kuanzia 2008. Unasema kwamba
yani madhumuni yake ni kuongeza kasi, kupunguza vifo vya mama na mtoto. Ukisoma kule ndani inasema kwamba 50% ya vituo vya afya, hivyo ndivyo nazungumzia, ambavyo viko karibu na kina mama, viweze vikatoa huduma za uzazi za dharura. Kwa Kiingereza wanaita comprehensive emergency obstetric and newborn care. Sasa ukienda nchi nzima, utafiti uliofanyika wa 2012 ni vituo vya afya 9 kati ya vituo vya afya zaidi ya 300 vinatoa huduma za dharura, hizi za dharura. Na ili hata ile kusema kwamba kuna ile huduma ya msingi ambayo labda itaweza kumsaidia mama anayetoa damu akapewa sindano, sio damu salama, ili tumbo la uzazi likakamae, ni vituo kama 39 tu kati ya zaidi ya 330. Sasa inaonyesha kwamba ingawa serikali imejiwekea mkakati 50%, yani nusu ya vituo vya afya vyote vitoe hii huduma ya uzazi ya dharura, katika bajeti hakuna hivyo vipengele. Na huwezi kufanya chochote bila bajeti. Ndio maana tuna hii kampeni yetu tunaita Wajibika Mama Aishi. Na hii kampeni inahamasisha wale wanaopanga budget na wale wanaosimamia kuweka kipengele kabisa kinachoonyesha kwamba kituo hiki cha afya fulani tutajenga chumba cha upasuaji, tutaweka maabara kwa ajili ya damu salama. Bila hivyo wakina mama wataendelea kupoteza maisha. Yaani kwa mfano tulienda Rukwa, mkoa ambao ni uko pembezoni, na ulivyokaa vituo vya afya viko mbali sana na hospitali. Yaani mwanamke anaweza kuchukua kama ni boti masaa 5 kufikia kituo cha afya. Alafu tena aende masaa sijui mangapi kufikia hospitali. Kwa kweli wengi wanafia njiani. Uvumilie. Tuendea hapo kwenye hao ambao wapo pembezoni. Ndio. Vipi, kwa sababu inaonekana wamama wengi pia nao elimu hawana, kwamba wengine wanatakiwa wafike mapema hospitali kabla hata ya uchungu, lakini anasubiri mpaka uchungu. Hiyo inakueje? Utepe mweupe mnafanyeje hapo? Kuna sisi kama nilivyosema sisi ni Utepe Mweupe, muungano wa Utepe Mweupe, yani muungano White Ribbon Alliance. Tumeungana na asasi nyingi na tumeungana kama na asasi kama 108 hapa Tanzania nzima. Tuna wanachama kama 4,000 na wote wako nchi nzima, na hawa wote wanafanya kazi hiyo. Wamefanya, kwa mfano kuna asasi ambayo imeelimisha tunaita community health workers. Yani kila kijiji kuna vijana walioelimishwa kuwatembelea kina mama hata manyumbani, kuwahimiza wafanye nini, waende katika vituo vya afya. Kusema la ukweli, kina mama wanajua umuhimu wa kujifungulia vituo vya afya. Shida ni kwamba anavyokuja amepata uchungu nyumbani, ameenda zahanati tatizo lake halijatatuliwa, anapelekwa kituo cha afya. Pale kituo cha afya tatizo lake tena halijatatuliwa, anaambiwa anza kutafuta pesa ya kwenda hospitali kubwa. Wanahangaika kutafuta pesa, kukopa hapa na pale, ndio wanaanza safari labda ya kukodisha gari au kuchukua hata kama ni ambulance ikija. Kufika mama amefia njiani, ameshacheleweshwa. Hivi utamdharau, utasema huyu mama hajui. Sasa wakiona hivyo wanasema labda hata nijifungulie nyumbani, kwa sababu kule hawanisaidii. Tumempeleka amefia njiani, au tumempeleka amefia kwenye kituo cha afya. Kama kuna mama juzi amefia kituo cha afya kwa kukosa damu salama. Ni juzi, kama yani ni mwezi jana. Sasa utakuta kwamba na huyu ni mwalimu,
huyu mwalimu anajua kabisa umuhimu wa kwenda kituo cha afya na ameenda, lakini hamna damu salama na hawakuweza kumsafirisha kwa sababu hamna usafiri, unaona. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kusema kwamba hivi tunavyopanga mipango yetu tunafanya nini, tunahamasisha tu au pia huku, yani tunahamasisha jamii juu umuhimu wa kujifungulia vituo vya afya, au hivi vituo vya afya tumeshaviboresha ili watu wakija waweze kuwa salama. Kwa minajili hiyo Bi Rose, vipi, ina maana vifo vya kina mama wajawazito vimepungua au vinazidi kuongezeka? Kwa sababu kama mazingira unaotueleza hapa kwamba vituo katikati ya vituo 300 na vituo 9 ndio vinavyoweza kutoa huduma ya dharura, hali ikoje hapa? Wakina mama wengi wanapoteza maisha kuanzia 1990 mpaka leo hii. Hatujaona ile kasi ya kina mama kupoteza maisha kupungua kwa kiasi cha kuridhisha. Inaenda juu na chini. Unaweza kukuta labda 2000 ilikuwa 2000 ilikuwa 529, 2007 578, 2005 578, 2010 454. Utaona kwa maandishi imeenda chini kinamba unavyoona, lakini ukisawazisha utakuta kwamba kwa kweli wale ambao wanafanya tathmini inaonekana hakuna upungufu ambao tutaanza kusema wamepungua kina mama kupoteza maisha. Na hata vichanga pia hivyo upungufu wa vichanga haujaonekana kwa kuridhisha. Ina maana tatizo liko pale mama anapokuwa anajifungua. Kweli watoto chini ya miaka 5 tunaanza tukasema vimepungua kiasi kikubwa kabisa na tunafurahi. Bado wanaendelea kufa kidogo kidogo, lakini sio kama wakina mama na watoto wachanga. Kwa hiyo tunasema kwamba ni kwamba tu ile mipango haijasema kwamba hapa tunalenga kabisa kuokoa kushughulika na tatizo labda la kutoka kwa damu, ambayo ndio kitu namba 1 kinachoua kina mama. Kama mama anakuja hospitali na hawezi kufanyiwa operation, hawezi kupewa damu salama wakati anahitaji, labda tumbo kizazi kimepasuka au damu imetoka kwa wingi, lazima atapoteza maisha. Sasa hiyo budget haionekani, kwamba hata mtu ukisema kwamba unaangalia budget ya kujenga chumba cha upasuaji katika kituo cha afya iko wapi? Hakuna. Na labda kama muungano mmeona tatizo hilo, labda kitu gani ambacho mnataka kifanyike sasa? Tumeweka hii kampeni yetu Wajibika Mama Ishi, ni kampeni ya miaka 3, lakini pia wakati wa nyuma tumekuwa tuna siku inaitwa siku ya White Ribbon Day, siku ya utepe mweupe. Na hii ni siku ambayo tumekuwa tunakutanisha viongozi wa juu ili wakutane na wananchi na wanazungumzia kuhusu hili jambo la viongozi hao wanawasikiliza wale wanaotoa ushuhuda kwamba wamepata tatizo gani, na hawa wa viongozi wanazungumza ahadi zao, ila nafikiri shida ni utekelezaji kule labda kwenye wilaya, kwenye mikoa. Naona kuna ile TAMISEMI ile inatakiwa kabisa msukumo wa hali ya juu ili waweze kuona hivi vituo vyetu tulivyo navyo 10 vya serikali hivi kama havitoi huduma za uzazi za dharura tufanyeje? Kitu kama hicho. Na hii Wajibika Mama Ishi, Wajibika Mama Ishi ni kitu cha kila mtu, hata wanaume, hata wakina mama wenyewe kuchukulia kwamba hata haya ni maisha yangu, nifanye nini